Tukiwa hapa Golf Hotel. Unavyotazama Golf Hotel, the best hotel in Western, the best hotel in Kakamega. Unatafuta runinga ya kuhost, tafuta Kongowea TV. Na ndugu mpenzi mtazamaji, wewe shabiki shakiki wa runinga ya Kongowea, leo ipo ni siku ya 19 mwezi Mei mwaka 2025. Karibu kwenye kura taarifa cha awamu ya saa moja, ukisomewa si mwingine ila ni mimi kaka Mlumbi. Na mwakilishi wa wadi ya Butoto Kusini Gildon Shioso ameongoza shughuli yake ya binafsi ya huduma mashinani ya kuwasaidia wakazi kutoka wadi hiyo yake ili kujisajili kupata vitambulisho vya kitaifa na vyeti vya kuzaliwa na katika huduma nyinginezo. Na akizungumza katika uwanja wa kituo cha mafunzo kule Bukura, Shioso amesema kuwa amelazimika kufadhili shughuli hiyo kwani wakazi hao hawana hela za kuweza kuwezesha kufika katika mji na kutafuta stakabadhi hizo. Shioso vile alitoa hela zake kwa wale ambao walilemewa kwa kiwango ili wakaweze kuhitaji kulipia kwa kufanikisha kupata stakabadhi hizo, na wakazi walishindwa kuweza kuficha hisia zao za furaha kwa kitendo hicho na kuweza kumwahidi mwakilishi wa dunia kwani utamrejesha mamlakani mwaka 2027 katika kura zijazo. Na meneja wa kituo cha huduma Lydia Kemsule anasema mpango huo utaendelea, na mwanahabari wetu Michael Sifuna Kongowea alituambia habari hizo kwa kina. Mwakilishi wadi wa Butoto Kusini Gildon Shioso ameongoza shughuli ya huduma mashinani ya kusaidia wakazi kutoka wadi yake kujisajili ili kupata vitambulisho vya kitaifa, vyeti vya kuzaliwa na huduma nyinginezo kwa kushirikiana na bodi ya huduma kutoka kaunti ya Kakamega. Akizungumza katika uwanja wa kituo cha mafunzo cha Bukura, Shioso amesema kuwa amelazimika kufadhili shughuli hiyo kwani wakazi hao hawana hela za kuwafikisha mjini Kakamega tafuta stakabadhi hizo. Shioso vile alitoa hela kwa wale ambao walilemewa ili kufanikisha shughuli hiyo yake. Wakazi walishindwa kabisa kuficha furaha yao kwa kitendo hicho cha mwakilishi wadi huyo, wakiahidi kumpa nafasi hiyo tena wakati wa uchaguzi. Gildon Opati Shioso, MCA wa hili eneo la Butoto South. Mara mingi watu wangu, ukiangalia geographical position ya South Butoto na the nearby Huduma Center Kakamega Town, so mara mingi watu wangu wamekuwa na shida ya kusafiri kutoka hapa kuenda Kakamega kutafuta huduma hizi za serikali. Lakini nashukuru sana kwa sababu wakati nilienda kuzungumza na manager wa ile kituo aliona muhimu tuelewane ili alete services mashinani ndio wananchi wangu wa South Butoto waweze kupata hizi services. Na nashukuru kwa sababu nimeona chinzi vile ambavyo mnaona wananchi ni wengi, especially wale ambao wanachukua ID kwa mara ya kwanza. Gen Zs wamejitokeza kwa wingi, kumefurika hapa. Hii inaonyesha kwamba kuna watu wengi sana ambao walikuwa wamekaa kule nyumbani na wana ID. Pia tumeona birth certificate applications ziko juu sana, kumaanisha pia kuna watu wengi kule nyumbani wanaishi bila hivi vyeti vya kusaliwa. Na mara kwa mara imekuwa ni kwamba mtoto akifika class 8 ndio mzazi anaanza kutafuta vyeti vya kuzaliwa. Lakini nashukuru kwa sababu hapa imekuwa ni very easy hizi vyeti za kuzaliwa kupatikana. Watakuja pia wale ambao wataweza kuhudumia leo, watahudumiwa siku ile nyingine ambayo watakuja. Tutapanga. Kwa hivyo naambia mtu atafute kidogo anakuja na mimi namuongezea. Yule ambaye anatafuta 400 anakuja nampa 250. Mwenye ako na 500 na muongezea 150 ili tusaidiane. Hata pale card duplicate za ID kila mtu anajua kwamba ni shilingi 1000. Lakini kwa wale ambao wamekuwa na 500 tumekuwa tukijikaza na wachazia 500 wanasaidiwa kupata ile duplicate IDs. Kando na ID pia tumeona pia watu wengi wanafanya filing ya returns filing, na hiyo tayari inaonesha ile
responsibility wananchi wangu wa South Busoso wamechukua. Hawataki kujipata pabaya, wanafanya filing of returns. Kuna wale ambao wana apply good conduct, kuna wale ambao wana apply mambo ya SHA. Kwa hivyo hapa naona wananchi wamejitokeza kwa wingi. Meneja wa kituo cha huduma Lydia Kimesunda anasema kuwa mpango huo utaendelea, kwani huwa unafanyika baada ya miezi mitatu hivi. Ikumbukwe kuwa mpango wa Huduma Kenya ni mradi wa maono ya Kenya wa mwaka 2030 ambao unakusudia kupanua ufikiaji wa huduma za serikali nchini Kenya, iliyoanzishwa Novemba 7 mwaka 2013 na Rais Uhuru Kenyatta. Uanzishaji wake uliambatana na uzinduzi wa kituo cha kwanza cha huduma katika ofisi ya posta jijini Nairobi. Kwa majina, mimi naitwa Lydia Kimesunda, mimi ndio manager wa kituo cha Huduma Center hapa Kakamega County. Kwa siku ya leo tumetembea eneo la Bukura. Tuko na kama Huduma Kenya tunakuanga na program inaitwa Huduma Mashinani. Huduma Mashinani is where we take services closer to wananchi. Ni program ambapo tunapelekea wananchi services ya serikali badala ya wananchi kukuja Huduma Center kutafuta services. Hii program ilitokea kwamba wananchi wanakuanga wanateseka sana kutembea mpaka Huduma Center Kakamega. Given that county ya Kakamega ni kubwa sana, so Huduma Kenya ilianzisha hii program kuweza kusaidia wananchi ili kuweza kupata services ya serikali. Kwa siku ya leo nataka kushukuru mheshimiwa wa Busoso South kwa kuwa ametuwezesha tumepatana pamoja ili tuweze kuletea wananchi services kwa siku ya leo. Kila baada ya miezi 3 tunafanyanga hii program ya Huduma Mashinani. Lakini kama kuna needs, hakuna limit ya kufanya hii Huduma Mashinani. Tunaweza kuja kwa siku ya leo na tena kesho tukue na Huduma Mashinani pahali pengine. Idadi kubwa ya wazee kwa vijana kukosa vitambulisho na vyeti vya kuzaliwa hapo awali ilitokana na ukosefu wa nauli ya kuwafikisha mjini Kakamega, na hata baadhi yao kujitia hamnazo. Leo hii wakielezea furaha yao ya mwakilishi wadi wao kushirikiana na Huduma Kenya kuleta huduma hizo mashinani. Kwa majina naitwa Jessica Eldadi, natoka Busoso South, kata ndogo ambayo ni Mkaya. Kwa siku ya leo wakazi wa Busoso South tuko na furaha sana kwa kazi nzuri ambayo mheshimiwa wetu MCA Gildon Opati Shioso amefanya kwa vijana, kwa wazee, kwa wamama, kwa ajili ya birth, kwa ajili ya KRA, kwa ajili ya ID. Majina wananiita Steven Senior Assistant Chief in Cancer Application. Huduma hizo zile zinasumbua watu. Jina naitwa Dishon Shogo. Okay, kwa majina naitwa Dishon Shogo Juma, kasi wa Busoso South. Niko na furaha sana kwa ajili ya maandalizi hii ambayo mheshimiwa wetu Gildon Opati ametuandalia hapa Bukura. Majina naitwa Umasi Impia, natoka Busoso South Mkaya. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo, tumefurahishwa kama wakazi wa Busoso South. Tumetembelewa na wageni kutoka Huduma Center, wametuletea services zao hapa karibu, at least wameturahisishia transport ya kwenda huko. Gen Z wamejaa, wamejitokeza kwa wingi, wamekuja kuchukua ID. Tunajua 2027 mambo itakuwa rahisi. Na sisi kama Gen Z tumeamua 2027 ni Shioso 5 tena. Tutamrudisha huko aendelee kutupambania hivi, akituletea huduma kama hizi karibu na nyumbani. Nikiripotia runinga ya Kongowea kutoka Busoso Kusini. Langu jina ni Michael Sifuna. Na mtazamaji, katika habari nyingine ni kwamba katika kaunti ya Trans Nzoia kumekuwa na hali ya mtafaruku, kwani maafisa wa polisi waliokuwa wamevalia sare rasmi waliokuwa hawajavalia sare rasmi kwa mradi ambao walikuwa wamevaa barakoa wamepekua nyumba ya gavana George Natembeya katika mtaa wa Milimani huko Kitale. Na katika kaunti ya Trans Nzoia maafisa hao wanadaiwa kuweza kuambatana na makachero wa tume ya maadili ya ufisadi ya EACC walizingira nyumba ya gavana huyo katika tukio ambalo lilizua hisia kali miongoni mwa wakazi pamoja na viongozi wa upinzani.
Salama sana. Video hizi. Wamesema hivyo. Tunga usiingize vitu huko. Yaani unajua unafanyanga hivyo, unaingia na pesa tumepata milioni 20. Umeona vitu yenye wanafanya? Hiyo mabox wasiende naye ndani. Nataka vitu yenye wanatoka ndani tuone. Hatutakubali harassment ya upinzani, intimidation ya upinzani, kuweaponize our justice system kisiasa. Yale tunaona leo wamefanyia Natembeya, ndio leo pia wanatafuta Rigiji awekwe ndani pia. Kijana wetu Salasia wamemshika Ijumaa, wamemweka ndani. So we are saying this harassment of the opposition must. Na wewe ndugu mpenzi mtazamaji mwana runinga ya Kongowea, shukrani zangu tuvifupi ziweze kufikia hapo ulipo, na nilipoanza kusoma taarifa umeweza kuungana na mimi. Kwa kweli moyo wangu umejawa na ufurufu, nimefanyika tajiri wa furaha, na nataka nifunge nataka nifunge hii awamu ya saa moja katika habari zetu za runinga ya Kongowea, ila nikaweze tu kuweza kukuacha na nukuu ya siku. Mpenzi mtazamaji, katika nukuu ya siku ni kwamba umemsikia mtu anasema nataka niwe kama fulani wa fulani, nataka niwe mtu kama fulani. Lakini je, upo tayari kulipa gharama? Yule tajiri utakuwa kama tajiri, amelipa gharama. Wewe ni mchungaji, unataka kuhubiri kama wa fulani, umelipa gharama. Kwa hiyo kila kitu katika maisha kimelipiwa gharama. Ili uweze kuafiki viwango vyako, lipa gharama. Hakuna njia katika maisha. Kwa baadu wakatambaa fakir na yuka huku likiwezeka kiwenda wazimu, daima dawamu niite kaka Mlumbi, mwanambe wa baba, mpaka wakati mwingine panapokuwa na majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Alamsiki.